Hello, Bongo Digital, Idi Mubarak. Na imani umekuwa na siku njema sana. Na siku hii bwana imekuwa na mambo mengi sana, Isa Suleiman. Weekend ilikuwa na michezo mingi sana na vitu ambavyo havikutarajiwa ndivyo ambavyo vimekwenda kutokea. Kwa wale ambao wanaamini football huwa na matokeo matatu, watu tunaona ni kawaida tu. Lakini kuna wale wenzangu na mimi ambao wanang'ang'ania kwamba timu yangu lazima ishinde. Tumeshuhudia Al Ahly bingwa mara nyingi sana wa kombe la Afrika akiondolewa katika hatua ya robo finali. Pengine ulikuwa ni mchezo wa namna gani na watu walikuwa wanatarajia kwamba kuondoka katika hatua za mapema? Kuna ule msemo unasema kwamba anaweza sifanye vizuri kwenye hatua ya makundi lakini moto akawasha kwenye hatua ya robo finali, lakini tumeona matokeo ya kikatili sana katika msimu huu wa mwaka 2025-26 wa kombe la klabu bingwa barani Afrika. Mimi kuondolewa kwa Ahly kwangu haikuwa surprise. Ilikuwa ni jambo la kawaida sana. Unajua kiukweli ukiangalia Ahly namna ambavyo inacheza kwenye siku za karibuni, tuseme tu ukweli ipo unga sana. Na hata ule mchezo wa kwanza kama Tunis wangetulia wakiwa nyumbani, walikuwa wanaimaliza ile robo finali wakiwa kwenye uwanja wao nyumbani. Ni vile tu walikosa baadhi ya utulivu, baadaye wakajikuta wanapotea. Kwa hiyo hata huu mchezo ambao wamepoteza wakiwa nyumbani ni moja ya kitu ambacho mimi nilitarajia kwamba Ahly asingekuwa na matokeo ya kumvusha kuelekea kwenye hatua ya nusu finali. Lakini pia nimeona RS Berkane ambao wamekwenda pia kwenye hatua ya nusu finali, na wao si kwamba walikuwa na mchezo bora kiasi hicho. Nadhani pengine hata baadhi ya matukio ya muamuzi wa mchezo yalikuwa yameifavor RS Berkane kwa namna moja ama nyingine. Lakini kwangu mimi kuiona Al Ahly inatoka, Pyramids pia wameondoshwa dhidi ya AS FAR Rabat. Kuondoka kwa hizi timu ambazo zilikuwa zinatarajiwa pengine zingefanya makubwa zaidi msimu huu, kwangu mimi naona ni kama sehemu ya kuwapelekea ubingwa Mamelodi Sundowns. Kuondoka kwa hizi timu ambazo zipo mpaka sasa hivi, naona nafasi kubwa sana Mamelodi Sundowns kuwa bingwa wa michuano ya ligi ya mabingwa Afrika. Nafahamu ubora ambao wako nao Esperance, wameonyesha kiwango kizuri sana kwenye robo finali dhidi ya Ahly, lakini sitaraji kama wao wanaweza kuwa bora zaidi mbele ya Mamelodi. Mamelodi ambayo kwenye michezo ya siku za karibuni, licha ya kwamba nao jana walikuwa na wakati mgumu sana mbele ya Stade Malien, wamepoteza mabao 2-0, lakini ushindi wa mabao 3-0 wakiwa nyumbani ndio kitu ambacho kimewavusha kuelekea kwenye hatua inayofuata. Kwa hiyo kwangu mimi naiona Mamelodi inabaki kuwa timu ambayo kwa sasa hivi ina nafasi kubwa sana ya kwenda kuwa bingwa wa michuano hii ya ligi ya mabingwa Afrika. Na Ahly kwa sasa wanapaswa wajenge timu, yani wasilete kisingizio cha aina yoyote ile. Ni timu yao sasa hivi haichezi kama vile watu ambao walikuwa wameizoea. Kwenye ule mchezo kuna namna walicheza angalau kwenye kipindi cha kwanza tu, lakini kipindi cha pili chote kilikuwa cha Esperance. Namna ambavyo walikuwa wanatawala, mabao 3 yote wameyafunga kwenye kipindi cha pili. Ni ngumu sana, na Tunis hajapata ushindi kwa Ahly muda mrefu sana, lakini msimu huu ndo anakuja kuokota ushindi. Kwa hiyo kwangu mimi yalikuwa matokeo fair sana, matokeo ambayo si fair kwangu. Nadhani labda Pyramids nadhani alistahili kusonga kwenye hatua inayofuata. RS Berkane pia, Hilal Omdurman alikuwa anastahili, lakini kwa hao wengine ilikuwa fair, na nadhani nusu finali pia zitakuwa bora sana. Ukiutazama mchezo wa Pyramids ni kama walikuja kukumbuka shuka kukiwa kumekaribia kupambazuka. Unaona jitihada hizo kwa na Fisto Maele 1 against 1, lakini zote zilikuwa hazikufanikiwa. Pyramids ubora wao akiwa kama bingwa mtetezi ulikosekana kwa kiwango kikubwa, ama vile performance ambayo tuliyo msimu uliopita ilikuwa iko chini kabisa. Wapi na wenyewe walikwama? Pyramids unajua msimu huu hawajaanza kama ambavyo walimaliza msimu uliopita. Huu msimu nao umekuwa na mambo mengi sana ndani yake, na kuondoka pia kwa baadhi ya wachezaji kwenye kikosi chao ni miongoni mwa kitu ambacho kimewaangamiza. Unajua baada ya mchezo kuisha, wachezaji wengi walikuwa wanazungumza ama hawakuridhishwa kutokana na kuondoka kwa kiungo chao yule Brand Toure ambaye alikuwa na wakati mzuri sana msimu uliopita. Kwa hiyo hata wao namna ambavyo wameanza msimu huu si timu ambayo ilikuwa inatarajiwa pengine wangeweza kuutetea ubingwa wao, licha ya kwamba walikuwa wanapewa nafasi dhidi ya AS FAR Rabat, lakini nao FAR Rabat wameonyesha ubora mkubwa sana. Kwa hiyo nadhani ni kwa sababu na wao hawapo bora kama ambavyo walikuwa msimu uliopita. Tutarajia kuiona finali ya AS FAR Rabat na Mamelodi Sundowns? Kwa Esperance huku kuna RS Berkane na FAR Rabat. I say ni ngumu sana kutabiri. Wajua jana nilikuwa naangalia mchezo wa kombe la shirikisho kati ya Wydad Casablanca na Olympique de Safi. Hizi zote ni timu za Morocco. Ilikuwa bonge moja
la robo finali. Kwenye ule mchezo mapema tu Wydad alionyesha kadi nyekundu. Lakini namna ambavyo walipambana kwa dakika zote mpaka wanakwenda kupoteza kwenye ile mechi, ilikuwa inaonekana kwamba hizi timu ambazo zinafahamiana. Kwa hiyo RS Berkane inatoka Morocco, AS FAR Rabat inatoka Morocco. Hii nusu finali ni ngumu sana kuweza kutabiri nani ambaye anakwenda. Japo kwa mimi naona kama RS Berkane ana nafasi kubwa ya kwenda kwenye hatua inayofuata. So FAR Rabat naona kama RS Berkane. Berkane mimi nampa nafasi kwa hapa. Haya, kwenye kombe la mabingwa barani Afrika, Isa anampa nafasi sana RS Berkane kucheza hatua ya finali, lakini pia amemtabiria Mamelodi Sundowns. Japokuwa kwangu mimi ukiniuliza, mimi karata kubwa naweka kwa Mamelodi Sundowns ama AS FAR Rabat katika hatua ya finali.